Hello, madam. Niambie. Kazi imeshakamilika. Una uhakika? Ndiyo, nina uhakika, maana amekunywa kikombe kizima cha chai nilikuwa nimeweka sumu, na sasa hivi nimemwacha akiwa amelala kwenye meza ofisini kwake huku akiwa hapumui kabisa. Wow, hongera sana kwa kazi nzuri. Nakuja hapo sasa hivi. Sawa madam, nakusubiri. Poa. Huyo marehemu yuko wapi? Nahitaji kumuona ili nithibitishe kama kweli amekufa. Yuko ofisini kwake, twende ukamwone. Baby. Madam, kwani umekuja na mtu? Ndiyo, nimekuja na mpenzi wangu. Unashangaa nini? Samahani madam, huyu ndiyo mpenzi wako? Sina muda wa kujibu hayo maswali yako ya kijinga. Twende ofisini sasa hivi ukatuonyeshe huyo marehemu. We muuaji, hebu tupeleke. Sawa. Madam, mimi tayari nimemaliza kazi ulionituma. Sasa kinachofuata ni kipi? Kinachofuata hapa ni kuita polisi waje kukukamata. Samahani madam, nini kinaendelea hapa? Mbona sikuelewi? Unashangaa nini? Wewe si ndio ulimuua? Lakini wewe ndio ulinituma nimuue. Unajua Alex aliniambia kwa wewe ni mwepesi sana kudanganyika, lakini sikuamini. Ila kwa hiki kitendo ulichokifanya kimenifanya niamini maneno yake. Nilikuambia. Alex, kumbe huyu mwanamke ndio anasababisha nione kama takataka. Hivi Alex, umelogwa? Yaani unaniacha mimi mtoto wa 2000 na kutoka na mwanamke mkubwa kuliko wewe? Ni kweli huyu mwanamke ni mkubwa kuliko mimi, lakini ana vitu vingi vya kunipa kuliko wewe. Aha, kwa hiyo hata hili swala la kunitaka mimi nimuue bosi wangu nilipanga nyewe wawili, si ndio? Kwa kweli wewe ni mjinga sana Maya. Hivi unawezaje kuniuliza swali ambalo majibu yake yako wazi? Au unataka nikutafunie kila kitu? Acha tu, tayari nimeshapata jibu. Ehe, una swali lingine la kipumbavu unalotaka kuniuliza? Mimi sina swali jingine, lakini naomba msinifanyie hiki mnachotaka kunifanyia, maana nilifuata maelekezo ya Chausiku kwenye ile swala la kumuua bosi wangu kwa moyo mmoja, lakini cha ajabu sasa hivi mnataka kunigeuka ili nikamatwe na polisi. Chausiku, hatuna muda wa kupoteza. Hebu wapigie polisi tumalize hili jambo. Alex, tafadhali usinifanyie hivyo. We mjinga, achana na mimi. Tena naomba usiniite jina langu kabisa. Halo. Halo 112, hii ni dharura tafadhali. Mume wangu ameuawa muda huu. Na mshukiwa ni sekretari wake, anajaribu kukimbia kwa sasa. Tafadhali tunahitaji mfike haraka iwezekanavyo. Eneo la Swahili Business Center, ofisi namba 60. Asanteni sana. Wanakuja. Wamesema wako njiani baby. Wow, hatimaye mali zake zote alizokuwa nazo zitakuwa za kwetu. Kwa kweli hii kazi ilikuwa ni rahisi sana. Nilikuambia hii kazi ni rahisi sana. Asante sana Maya kwa kufanya kazi niliyokutuma ya kumuua mume wangu kwa urahisi kiasi hiki. Sasa mimi na bebi wangu tunaondoka kwenda nchi nyingine na kuanza maisha mapya. Maana tuna mambo mengi ya kufanya huko, ikiwa pamoja na kuoana, kupata watoto na kufurahia mali tulizopata. Na hayo yote tutayafanya baada ya wewe kupelekwa jela. Ni kweli kabisa. Yaani mpaka sasa hivi siamini kama tutamiliki kila kitu. Kwa kweli nina furaha sana kwa ajili yenu. Ongeleni sana kwa mafanikio mlioyapata. Oh, asante sana Maya. Kwa nini unanipongeza wakati wewe unaenda jela? Nakupongeza kwa sababu umeratibu kuuawa kwa mume wako ili ukimbie na mpenzi wako. Swala la mimi kuratibu mauaji ya mume wangu wewe linakuhusu nini? Linanihusu kwa sababu mimi ndio ulinipa hiyo kazi ya kumuua. We mjinga, kaa kimya. Hatuja kuomba maoni yako. Nini? Haiwezekani. Alikuwa amekufa.
Nilimkagua na nikagundua kuwa kweli alikuwa amekufa. We mjinga! Tafadhali we mama, usininyoshe kidole. Baby, uko sawa? Usiniite bebi cha usiku. Baby? Nimesema usiniite bebi. Baby tulia, unajua nilikuwa tunataka kumwadhibu huyu msichana mjinga kwa sababu nilipoingia ofisini nilikukuta umelala kama vile hauna uhai. Nikajiuliza huyu msichana amekufanya nini? Vipi baby, uko sawa kweli? Cha usiku, nimeshakwambia usiniite bebi. Kwa hiyo kumbe ni kweli ulipanga kuniua? Mimi nikuue? Oh, unashangaa kwa kuwa bado niko hai? Baby, huu wote ni mpango wa huyu msichana mjinga. Huu wote ni mpango wake? Ndiyo, yeye ndo alipanga kila kitu. Hivi cha usiku unadhani mimi ni mjinga? Hapana baby. Unadhani mimi ni mpumbavu? Hapana. Kwa kweli mpaka sasa hivi bado siamini kama wewe ni muuaji. Unashangaa nini? Wewe umejuaje kuwa mimi ni muuaji? Unataka kujua? Sawa, ngoja nikuelezee. Boss, tayari nimeshamaliza kazi yako. Asante sana Maya. Kuna kazi namalizia hapa mara moja, kisha nakuja kuitizama. Sawa boss. Maya. Abe boss? Mbona leo unaonekana mwenye wasiwasi sana? Kila kitu kiko sawa? Ndiyo boss. Hapana. Ndiyo. Unamaanisha nini kusema ndio na hapana kwa wakati mmoja? Kwani kuna tatizo? Kuwa huru Maya. Unaweza kuzungumza na mimi kitu chochote kinachokusumbua. Hata kama ni matatizo ya nyumbani. We niambie tu. Huenda nikawa na njia nzuri ya kukusaidia. Okay, kama unataka kunieleza changamoto zako kwa uhuru, naomba ufanye kitu kimoja. Hebu fikiria kwamba huyu unayezungumza naye hapa sio bosi wako. Yaani namaanisha, ongea na mimi kama rafiki yako, na pia jisikie huru kusema chochote. Yaani hata sijui nianzie wapi kukuambia hii issue, maana inaniogopesha sana. Unajua nini Maya? Wewe niambie tu, wala usiogope. Mimi nakuahidi nitakusaidia. Okay, issue yenyewe ni kwamba mke wako cha usiku amenilipa nikuue. Nini? Ndiyo, amenipa pesa ili nikuwekee sumu kwenye kahawa, na pia amenipa maelekezo yote kuhusu siku na muda wa kutekeleza huo mpango. Hebu subiri kidogo Maya, maana sina uhakika kama unajua unachokisema. Hivi unajua uzito wa hizi tuhuma unazompa mke wangu? Ndiyo, najua boss. Sawa, kwa hiyo umekubali kuniua? Hapana, sijakubali kukuua, lakini ilibidi nikubali ombi lake ili asije akatuma mtu mwingine akuue. Maya, namjua vizuri mke wangu. Wakati mwingine anaweza kuwa mtu mwenye hasira sana, na kuna wakati anakuwa na roho mbaya sana, lakini hawezi kufikia hiyo hatua ya kutaka kuniua. Boss, hatuna muda mwingi wa kuendelea na haya mazungumzo kwa sababu huu ndio muda alioniagiza kukamilisha kazi yake, na nina uhakika muda huu atakuwa njiani kuja kuhakikisha kama kweli umekufa. Sawa, lakini naomba nikuulize, kwa nini hujaniua? Kwa nini unahatarisha maisha yako kwa kuniokoa? Boss, ukweli ni kwamba umekuwa mwema sana kwangu, na hata kama usingekuwa mwema pia nisingeweza kukuua kwa sababu mimi siwezi kufanya mauaji boss. Lakini kama mke wangu amekupa hii kazi, nina uhakika atakuwa alikulipa pesa nyingi sana. Sasa kwa nini ukuchukua pesa na kufanya kazi yake? Sijataka kufanya kazi yake kwa sababu nakupenda. Najua sio sahihi mfanyakazi kumpenda boss wake, lakini nakupenda tu. Naomba unisamehe kama nitakuwa nimevuka mipaka. Usijali Maya, nilikuambia mwanzo unione kama rafiki na sio bosi wako. Kwa hiyo tulia. Kwa sasa nataka ujue kwamba hizo hisia ulizonazo ni za pande zote mbili, kwa sababu mimi pia nakupenda na ndio maana nakujali sana.
Ni kweli nakupenda, lakini hilo jambo tutalizungumzia baadaye. Kwa sasa tunapaswa kushughulikia kilicho mbele yetu. Sawa, kuna shida. Sasa kuna jambo nataka tufanye. Unapendekeza tufanye nini? Vizuri sana. Sasa mpango wetu utakuwa hivi. We malaya, unataka kunichukulia mwanaume wangu? Una shida gani cha usiku? Naomba uniache, nataka nimfundishe adabu huyu malaya. Nyamaza cha usiku. Huwezi kuja hapa na kuanza kufanya vurugu ofisini kwangu. Si mimi ni mke wako, nina haki ya kufanya vurugu mahali popote kwa ajili ya kutetea ndoa yetu. Ni ndoa gani hiyo unayoitetea, wakati wewe ndo msaliti namba 1 kwenye ndoa yetu? Cha usiku, nilikuwa nina mashaka kuwa unanisaliti, lakini sikujua kuwa ungefikia hatua ya kutaka kuniua. Hapana, mimi siwezi kukufanyia hivyo mume wangu. Wewe malaya, kwa nini unanichukulia mwanaume wangu? Au unadhani atakuoa? Hivi una matatizo gani cha usiku? Yaani umejaribu kuniua, halafu bado unaleta vurugu ofisini kwangu? Afande, umekuja wakati muafaka. Huyu msichana ndio aliyejaribu kumuua mume wangu. Naomba umkamate sasa hivi. Afande, huyu sekretari anasingiziwa tu. Mimi nina ushahidi wa mtu aliyetaka kuniua. Unamaanisha nini Steve? Namaanisha wewe na huyo boyfriend wako ndio mlishirikiana kuniwekea sumu, na nimerekodi ushahidi unaothibitisha hilo. Umerekodi nini? Afande, sikiliza hii. Asante sana Maya kwa kufanya kazi niliyokutuma ya kumuua mume wangu kwa urahisi kiasi hiki. Sasa mimi na bebi wangu tunaondoka kwenda nchi nyingine na kuanza maisha mapya. Maana tuna mambo mengi ya kufanya huko, ikiwa pamoja na kuoana, kupata watoto na kufurahia mali tulizopata. Tafadhali afande, fanya kazi yako.